Marekebisho hayo ya kisheria juu ya adhabu dhidi ya vitendo vya ukatili mtandaoni yameainishwa katika kifungu cha 13 kifungu kidogo cha 3 na cha 4 ya sheria ya makosa ya kimtandao sura ya 443, ambapo atakayebainika kushiriki vitendo vya ukatili mtandaoni atakabiliwa na adhabu ya faini isiyopungua shilingi milioni 50. Haya, mnaokatiliwa sasa mwende milioni 50 au thamani mara 3 ya faida aliyoipata kupitia kitendo hicho, au kifungo kisichopungua miaka 7, au chukua vyote hivyo kwa pamoja uunganisha, au adhabu nyingine itakayoamriwa na mahakama, ikiwemo kulipa fidia ya kiasi kitakachoamriwa na mahakama kwa manusura wa ukatili wa kimtandao. Ndugu zangu, tubadilike. Adhabu kali hii hapa. Sasa ni tabia za watu kuishi kwa neema ya kwamba sijakamatwa. Pima mwenyewe, huyo unayemchukua unambadilika huko ni ukatili au sio ukatili? Katika kukabiliana na vitendo vya ukeketaji, kifungu maalum cha 158A cha kanuni ya adhabu sura ya 16 kinatoa adhabu kwa makosa ya ukeketaji, ambapo atakayebainika kushiriki vitendo vya ukeketaji atakabiliwa na adhabu ya faini isiyopungua shilingi milioni 2 au kifungo kisichopungua miaka 5 na kisichozidi miaka 15 au vyote kwa pamoja, au kulipa fidia ya kiasi kitakachoamriwa na mahakama kwa yule aliyetendewa kosa hilo. Hivyo basi, sheria zipo, tunachohitaji walalamikaji na ushahidi mkononi, ili wakabebe ya mamilioni ya watu ambao hawana kazi ya kufanya kwa kuwakatili wenzao. Na tutaendelea kuelimisha na kupata simulizi za waliokutana na huu moto wanajisikiaje sasa. Wizara inaendelea kuwakumbusha wazazi au walezi kuhusu takwa la kisheria katika sheria ya mtoto sura ya 13 kifungu cha 7 la ulazima wa kutoa malezi na matunzo kwa watoto, ambapo mzazi au mlezi asipotimiza wajibu wake anakabiliwa na adhabu ya faini isiyozidi shilingi milioni 5 au kifungo cha miezi 6 au vyote kwa pamoja, au kadri mahakama itakavyoamua. Yakaja maswali mtandaoni. Sasa mtu mwenyewe atunzi watoto, hana hata kuku, hana hata unga kibaba, alafu unamkamata, atakulipa nini? Aha. Sasa ziko sheria zingine. Wewe umetelekeza mtoto. Ulimwengu wa sheria ni mpana sana, na kadri mahakama itakavyojua. Wewe tumeshakwambia, umefika mahala mtoto unaona ni uwezi tena. Hivyo hivyo unapoonaga kichwa kinakuuma, unachukua kidonge cha kutuliza maumivu. Huyo mtoto umeona haiwezekani tena, ufumbuzi usiwe kumpeleka mtaani, kumtelekeza. Hodi ustawi wa jamii imeshindwa kabisa. Siwezi.